tena mtazamaji na kukaribisha sana katika Tumaini Jipya. Tuendelee kukumbushana kuhusiana na maadili, hususan maadili yetu ya Kitanzania. Lengo ni moja tu, kuifanya dunia yetu na jamii yetu kuwa bora kabisa, na siku moja tubadilishe ulimwengu kuwa paradiso. Karibu sana. Mimi ni Mary binti Yuda, kama ilivyoada nipo na mzazi na mlezi, lakini pia ni mwana saikolojia ya binadamu. Karibu sana. Asante sana. Anaitwa Semeni Lukaga, the counselor. Safi kabisa. Mtazamaji, mada yetu leo inasema ufahamu unaoumwa unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Ufahamu unaoumwa. Usiondoke pembeni ya luninga yako tuweze kupata ufafanuzi vizuri kabisa. Uzuri tunaye mwana saikolojia, atatufafanulia vema kabisa, lakini atazungumza pia kama mzazi na mlezi. Karibu tuwe sote mpaka tamati. Karibu Semeni. Asante. Ufahamu unaoumwa. Naam. Ndio uko vipi huu? Ufahamu unakaa kwenye akili. Na akili kila mtu anaifahamu. Tunaposema akili ni uwanda mpana, ni sehemu ya ambapo ufahamu unakaa. Ndio maana mtoto mdogo anazaliwa bila ufahamu baadhi, ila anakuwa na akili, ila ule ufahamu anaowekewa ndio utaishi. Kwa hiyo tunaposema ufahamu unaoumwa ni pale mtu ambapo kuwa anajua jambo, lakini sasa anatenda kinyume na lile jambo analolifahamu. Yaani ni kitu kipo, lakini hakitumii inavyopaswa, anatumia kitofauti. Kwa Kiingereza tunatumia lugha ya diseased knowledge. Diseased knowledge, kwamba ni ufahamu upo, lakini unaumwa. Kwa mfano mtu anajua kabisa kwamba sigara ina madhara. Sigara ina madhara na yanaainishwa, na hata case study anazo, anafahamu, kuna ripoti zinatolewa, watu wanaumwa mapafu, watu wanapata shida za njia za upumuaji, wanapata kansa, lakini yeye bado anaendelea kuvuta sigara. Hiyo ni diseased knowledge. Okay, yani ni ufahamu unaoumwa. Sio kwamba ajui, anajua, lakini sasa hafati ule ukweli wa ule ufahamu, anafata kinyume chake. Kwa hiyo tunaona manake huu ufahamu wake unaumwa. Kwa nini hafati inavyotakiwa? Anafanya kinyume. Sawa, akili inakuwa timamu, ila package hiyo yako ka ufahamu ndio inakuwa ina shida. Ndio maana ya hiyo diseased knowledge, au ufahamu unaoumwa. Na kwenye akili huu ufahamu unaoumwa unatafuta nini? Mara nyingi inategemeana na exposure ya mtu. Yaani kwa mfano anakutana na taarifa za aina gani. Yawezekana alipata hizo taarifa akiwa bado hajakomaa, hajajitambua, hajajielewa. Sasa inapotokea kwamba wengi wanajikuta wana hizi tabia ambazo mpaka zinafikia kuvunja maadili, walikuwa hawako aware na hizi tabia. Yaani mtu kapata ufahamu, akauchukua kama ulivyo bila kuuchuja, akaanza kuutumia. Na mara nyingi hata huu ufahamu ambao unaumwa huwa una manufaa. Kuna manufaa ambayo unakuwa unawaletea watu wa aina hii, na anakuwa na uishi kama maisha ya kawaida. Labda baada ya muda ndo anakuja kugundua kwamba hili ni tatizo. Lakini unakuta kwenye akili ameshakuwa na addiction, ameshakuwa na ulaibu. Kwa hiyo ndo maana wapo watu wengi sana ambao wana hii diseased knowledge kwenye jamii, kwenye nyanja mbalimbali na maisha ya kila siku. Wengi sana, karibia kila mtu ana hii diseased knowledge ya kwake. Lakini unakuta anaijua na hawezi kuiacha. Anafahamu kabisa hii tabia ninayo ni mbaya, au haifai, au ni hatari kwenye maisha yangu, au kwenye afya yangu, lakini hawezi kuiacha. Unaweza kutupa mfano wa manufaa ambayo mtu anaweza kuyapata kutokana na ufahamu unaoumwa? Nitolee labda kwenye kitu ambacho ni common sana. Kwa mfano wanaotumia vilevi. Unajua mtu anapokuwa anafundishwa kutumia kilevi kwa siku ya kwanza, ambiwi hasara. Anaambiwa tu ukishalewa au ukishakunywa utajisikia amani, utatuliza akili, utakuwa mtulivu, utachangamka. Sasa atapewa zile sifa. Zile sifa za kilevi. Manake na yeye akili yake itaanza kutema zile hormones zinazosapoti hiyo hali ya msisimko, furaha, amani. Kwa hiyo atajikuta anaumba
hiyo amani, furaha na huo uzuri kwa kuipa maana kile kilevi. Sasa mwisho wa siku kinachotokea ni kwamba anakuwa anaishi kama faida, aishi kama madhara kwa wakati huo. Lakini tunaona kadiri muda unavyoendelea, mtu anayetumia kilevi huwa kuna addiction baadaye. Okay. Inapofikia hatua ya addiction, hiyo safari nzima anakuwa tayari keshajua kwamba kuna watu ambao wanatumia kitu kama hiki na wana madhara leo, wengine wameferi kwenye mambo yao, wamekula hasara, labda wengine mpaka wamepoteza maisha kupitia hivi vilevi, lakini still yeye anaendelea kutumia. Sasa hapo ndo tunaposema kwamba kama umeshakuwa aware, unajua hata kama jambo baya halijakutokea wakati ukitumia kilevi, lakini unaona watu wengine na taarifa zipo za kutosha na ndio ukweli unaoishi kwenye nature, lakini still wewe unaendelea kutumia, hiyo ni diseased knowledge. Na ndio maana mwanafalsafa mmoja alisema wrongdoers should be punished. Watu wanaofanya mabaya inatakiwa waadhibiwe, kwa sababu wrongdoing is due to diseased knowledge. Kufanya kitu kibaya ni kwa sababu ya ufahamu unaoumwa. Kwa hiyo unatakiwa mtu aadhibiwe ili abadilike, kwa sababu ni kama kwamba unafanya kosa wakati unajua sheria haitaki. Sawa? Okay. Kwa hiyo mfano mmoja wapo ni huo, kwamba mtu anakuwa exposed kwenye hiyo diseased knowledge. Maybe alikuwa ajui. Kuna wengi ambao wameingia kwenye hizi mpaka anakuwa na diseased knowledge au ufahamu unaoumwa. Bahati mbaya hakuambiwa ukweli mzuri. Kwa hiyo anajikuta anakuwa kwenye ile hali na anakuja kugundua mwenyewe kwamba huku nilikoingia sio kuzuri. Lakini still anaendelea kufanya. Sasa hiyo ndiyo pointi kubwa, kwamba ufahamu unaoumwa ni ule ambao haupaswi kuufata, lakini unaufata. Tunazungumza na mtu hapo, mtazamaji. Yawezekana na wewe una ufahamu ambao unaumwa, basi usiondoke pembeni ya runinga yako, tuendelee kuchota madini, kuchota mafundisho kutoka kwake mwanasaikolojia Semeni Lukaga, lakini pia ni mzazi na mlezi. Nambari yetu ya maoni inapita chini ya runinga yako, ambayo ni 0742773444. Karibu. Kama unataka kufahamu mengi, basi utatuachia ujumbe wako na nitaufikisha hapa kwa mwanasaikolojia. Tunazungumza kuhusu ufahamu unaoumwa na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Hapa kuna jambo tunaambiwa Lukaga, kwenye huo ufahamu kuna ahadi ambazo tunaonyeshwa kuwa ni tamu kuliko mabadiliko. Hii imekaaje? Kwa mfano, kwa mtu ambaye ana hii hali ya au ana huu ufahamu unaoumwa, kwa kiasi kikubwa inakuwa ahadi kwake inakuwa ni tamu kuliko mabadiliko, kwa sababu unapokuwa una tabia fulani ambayo imeshaiva na ni mbaya, lakini bado unaifanya, maanake huo ndio ufahamu unaoumwa. Okay. Sasa watu hawa huwa wanajiambia tabadilika kesho. Ngoja kesho, leo hapa ni mara ya mwisho. Mfano mtu anayebeti atakwambia sasa nikiliwa hapa ndo mara ya mwisho kucheza. Ana kesho anacheza. Sawa, sasa anajiahidi, hadi inakuwa ni tamu sana kwenye akili yake kwamba leo ni siku ya mwisho, kesho sitacheza. Kwa hiyo anakuwa anaogopa mabadiliko ya sasa, ila ahadi inakuwa ni tamu zaidi. Kwa hiyo atajikuta kila siku anajiahidi kwamba nitabadilika kesho, nitabadilika kesho. Hata mtu anayesaliti kwenye mahusiano anaweza akasema hii ndo mara ya mwisho sasa, na akakiri hata mbele za Mungu, akasema kwamba hii ndio ya mwisho na nimefanya makosa sana sana sana. Lakini cha ajabu ni kwamba ataendelea tena kufanya kwa kuahidi kesho. Kesho ni tamu sana kwenye akili unapokuwa unaogopa mabadiliko. Kwa hiyo katika ufahamu unaoumwa ni changamoto kubwa katika akili ya mwanadamu. Na tunasema akili siku zote ni kama inakuchezesha game. Inaweza kuwa inakwambia ukweli, alafu baadaye inakurudisha tena, inakubadilikia pale pale. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe namna ya kufanyaje, ya kukabili. Na kwa nini akili inavutiwa na kilicho tayari? Akili inavutiwa na kilicho tayari kwa sababu akili inatafuta sana
Yaani haihangaiki, inaweza ikawa inaujua ukweli au ikawa inahangaika kujua ukweli, lakini ukweli kama unachelewa, yenyewe inahitaji kilichopo tayari. Kwa mfano, ukweli ni kwamba ninaweza kuacha tabia hii, nina jambo fulani ambalo linanisumbua, inabidi niliache. Sasa kilichopo ni kwamba muda huu anaweza kufanya hicho kitendo au anaweza kufanya hiyo tabia. Sasa ile kusubiri, akili inakuwa inapata mtihani sana kusubiri kitu cha baadaye. Kitu ambacho kipo ndicho inaweza kufanyika. Ndiyo maana tunarudia makosa yale yale ambayo kila siku tunajiambia tuyaache. Kila siku dhambi zile zile ambazo tunaenda kanisani na kulia, ndizo hizo tunazozifanya. Yaani hatufanyi dhambi mpya, ni zile zile kila siku. Ni kwa sababu ahadi kama nilivyosema mwanzo ni tamu, lakini jambo lililopo muda huu ndilo linalo take place zaidi kwenye akili ya mwanadamu. Okay. Na unazungumzia vipi sasa uhuru wa mtu na akili inayoumwa? Na hiyo pia ni changamoto kwa kiasi kikubwa sana. Yaani kitu ambacho kimefanya pia watu wazidi kupata shida ya kwenye ufahamu wao na kutumia ufahamu unaoumwa zaidi ni uhuru. Mara nyingi sana imetokea kwamba kwa mfano mtu anapopata ushauri kwamba bana, huku ulikofikia kwa tabia hii ni mbaya, utaangamiza familia, au we mwenyewe utaangamiza afya yako, au mwenyewe utakuja kupata matatizo, achana na hii tabia. Mara nyingi sana mtu anajiona huru kwamba ana maamuzi sahihi, anaweza kujipangia. Ndiyo maana sio wote wanaopokea ushauri. Kwa hiyo unakuta kama kuna tabia fulani ambayo anaifanya na ana taarifa kwamba hiyo tabia sio nzuri, anajua, yuko aware, kwa sababu tunapozungumza uelewa unaoumwa hatumainishi ugonjwa wa akili. Huu sio ugonjwa wa akili. Akili inakuwa timamu, lakini kuna package ya kaufahamu fulani kuhusu jambo fulani, hako ka package ndiko kana shida. Kwa hiyo huyu mtu anajihisi huru kufanya maamuzi ambayo anapenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo hata unapokuwa unamshauri kwenye tabia fulani inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu anajiona yuko huru. Ndiyo maana tunasema mabadiliko kisaikolojia unayaumba wewe mwenyewe. Hata kama mimi ni mshauri, ni msaikolojia, ninakupa ushauri, mimi kazi yangu sio kukubadilisha wewe. Kazi yangu ni kukusaidia wewe ujibadilishe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Kama kuna tabia mbaya, basi uwe katili wa ile tabia, wewe ndo ufili yale maumivu na hiyo tabu, ili uweze kupata mabadiliko. Haya. Na mtazamaji wa Tumaini TV, ni Tumaini Jipya, tunaendelea kukumbushana kuhusiana na maadili yetu, na leo tunaangalia ufahamu unaoumwa, namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tunapata nafasi ya kwenda mapumziko, tukirejea tutaangalia sasa namna gani ufahamu unaoumwa unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tutarudi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini.
Na tumerudi tena mtazamaji, ni Tumaini Jipya, karibu sana. Kama ndio kwanza unaungana nasi, nambari zetu za maoni ni 0742773444. Na leo tunaangalia ufahamu unaoumwa, namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Kipindi hewani ni Tumaini Jipya, tunazungumza kuhusu maadili. Karibu sana. Nipo na mwanasaikolojia Semeni Lukaga, anaendelea kutukumbusha, kutufundisha ama kutujuza mengi yanayohusiana na maadili yetu kama mzazi, lakini kisaikolojia zaidi anapata kutufafanulia mambo mengi ambayo watu tunazungumza hapa. Karibu sana. Sasa tunakwenda kufahamu ufahamu unaoumwa, namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tunaangalia kwa mtu binafsi kwanza. Namna gani unaweza kusababisha? Ufahamu unaoumwa kwa mtu binafsi na umekuwa ukileta madhara makubwa sana, kwa sababu kwa mfano kama una tabia ambayo sio umegundua maybe muda umekwisha kwenda kwamba mimi nina tabia fulani ambayo sio, labda inaniletea shida, inaniletea msongo wa mawazo, inaniletea kugombana na watu, inanitoa katika utaratibu mzuri, inanifanya pengine hata nisifanye kazi zangu vizuri. Unajikuta kwamba kitakachotokea utakuwa unapambana na ile hali. Lakini tunasema kama kwenye akili tabia fulani imeshajiattach zaidi, iko kwa kiwango kikubwa, yawezekana we mwenyewe usipate msaada binafsi, ila unahitaji msaada wa mtu mwingine. Sasa kwenye jamii yetu imekuwa ni ngumu sana watu kutafuta misaada wanapokuwa wana matatizo au wamekabiliwa, yani kuna tabia pengine imewakaba, hawezi kuivua, na hatupo tayari kutafuta msaada wa ushauri au nasihi. Unakuta kwamba huyu mtu anaweza kuandago hali mbaya ya mpaka kupata sonona, kitu ambacho kinaweza kupelekea sasa pengine udhaifu katika kazi. Anajikuta kitabia anabadilika kabisa, mnaweza msimuelewe, lakini wakati mwingine anakuwa ni mtu wa hatari sasa, kwa sababu anakuwa pengine kutokana na ile hali kumkabili zaidi, anakuwa ni mtu wa hasira, anakuwa ni mtu wa jazba, mtu wa chuki, kujichukia yeye na kuchukia watu wengine. Lakini wakati mwingine pia anaweza kudhuru hata watu wengine kama yeye, lakini wengine wana withdraw mpaka kazi, anaweza akaacha kazi, yani hajisikii salama, hajisikii vizuri kutokana na hicho kitu anachokipitia. Na kadiri anavyozidi kuwa msiri pengine kutoshea hiyo changamoto yake, ndivyo anavyozidi kuumia zaidi. Kwa hiyo unakuta mtu anatembea huku ana vitu vingi sana kichwani. Haya, katika familia? Kifamilia inaathiri. Kwa mfano baba, mama, mtu ambaye anapitia hii diseased knowledge au ufahamu ambao unaumwa, akawa ana struggle kwenye huo ufahamu, anaweza kuambukiza hata familia. Kwa mfano kuna watu ambao watoto wamefata tabia ya baba au wamefata tabia ya mama kutokana na kwamba wanashuhudia anakifanya ni kitu kama kitu halali. Kwa mfano labda mama kuwa mdokozi au baba kuwa mwizi au kuwa tapeli. Mtoto anashuhudia kesi kila siku pale, una kama ndio maisha. Au unakuta pengine mama baba wanagombana na majirani sana, mtoto anaona ni kawaida kwa sababu ana feel kuwa na familia yake. Kwa hiyo kama anaona pengine familia yake inaonewa, atajikuta ana adapt hayo mazingira. Disease knowledge kwenye watu wa aina hii inakuwa vipi? Inakuwa ni kwamba kuna mtu ambaye anajua kabisa kugombana na watu na majirani sio kitu kizuri, inapaswa tusuruhishe, lakini anaongea mbele za watoto, nitawakomesha hawa. Mtoto anakuwa anaona sawa, haya ndiyo maisha, inafaa kuwa hivi. Kwa hiyo anajikuta ile diseased knowledge, ufahamu ambao unaumwa, anawaambukiza mpaka watoto. Ndiyo sasa maambukizi ya tabia yanakuwa mpaka kwenye familia. Unaweza ukaja kushangaa mtoto wako ana tabia ambayo mpaka we mwenyewe unashangaa, kumbe ulimfundisha mwenyewe, kwa sababu we tayari ulikuwa umeathirika na ufahamu ambao unaumwa, na umekuwa ukiishi bila mipaka. Unaongea mbele ya watoto, unafanya vitendo mbele ya watoto, mwisho wa siku watoto wanavichukua. Kwa hiyo inaweza kuathiri familia kwa ujumla, na tumeona mambo mengi tu mambo mengi ambayo hii diseased knowledge imesababisha kwenye familia mpaka zinaharibika. Haya, ufahamu unaoumwa kwenye taasisi, namna gani unaweza kuathiri maadili?
Kwenye taasisi pia ipo. Kwa mfano kuna watu ambao labda wasichana wanaoamini kwamba hawezi kupata kazi bila rushwa ya ngono. Okay. Huo ni ufahamu unaoumwa. Kwa hiyo mwisho wa siku anaweza kwenda kwenye ofisi kuomba kazi huko akitengeneza mazingira ya kupendwa kwanza, ndo aone kwamba anaweza kupata urahisi wa kufanya kazi. Lakini kuna watu ambao pia wamekuwa ni wafanyakazi ambao wanakuwa ni kama mwiba kwa wafanyakazi wengine kwa sababu ya hizi diseased knowledge. Yupo ofisini, yeye anaamini au anaelewa jambo fulani kwamba linamlinda au linamkinga, au anatumia tu status fulani ambayo yupo nayo kazini kuwatreat wengine vibaya kwa sababu aidha ana uwezo, ana power, au yeye yuko karibu na bosi, au kuna kitu chochote ambacho anaona kiko favored kwake. Sasa hiyo ni diseased knowledge. Fitina je? Fitina hizo, chuki, lakini wakati mwingine wivu. Hizo ni diseased knowledge zote hizo, kwa sababu ni vitu ambavyo ni negative. Mtu huvipaswi kuvifanya kwa kuwafanyia watu wengine, kwa maana kwamba hilo jambo likirudishwa kwako unaumia. Sasa unapokuwa unawafanyia watu wengine pia wanaumia. Hiyo ndio tunayosema diseased knowledge. Mpende jirani yako kama unavyojipenda. Kwa hiyo tukiona watendei wengine vizuri, tunaashumu kisaikolojia hata wewe ujipendi. Ndio maana watu wengine wanatumia visasi kwa kuamini kwamba wewe ungekuwa unajipenda usingenifanyia mimi hivi. Kwa hiyo una ufahamu unaoumwa. Huo ni ufahamu unaoumwa. Mtazamaji, inawezekana na wewe unao ufahamu unaoumwa. Mimi kama najiona kwa mbali naweza kuwa nao. Sijui wewe mwenyewe Lukaga. Una ufahamu unaoumwa wewe kweli? Yawezekana ninao. Unawezekana unao, ila bado hujaujua. Yawezekana. Haya. Vipi katika nyanja ya siasa? Huko nako kweli kuna changamoto. Kwa mfano mtu anatoa ahadi ambayo hawezi kutimiza. Huo ni ufahamu unaoumwa. Unaongea na watu wazima, watu wenye akili timamu, wasomi, watu wanaohitaji, watu wenye uhitaji, wenye misaada. Kuna watu wengine pala hawajiwezi kabisa. Unatoa maneno, unaahidi huku ukijua kabisa ili uwezi kutimiza. Hiyo ni diseased knowledge. Kwenye siasa huko ndo kabisa, yani imejaa ni diseased knowledge. Kuna watu ambao hata kwenye nyanja za tiba, kwa mfano kuna watu ambao wanajiita waganga wa kienyeji ambao ni waongo. Nao wana hizo diseased knowledge zote hizo. Yaani unamwambia mtu chukua hii ni dawa utapona, mtu kumbe umemtwangia tu kumbe mtu wa dawa mwenyewe na yeye ni mgonjwa. Yaani yeye mwenyewe ana diseased knowledge, alafu anakuambukiza tena na wewe unaenda kutumia ile dawa ukiwa the same ni diseased knowledge. Yaani watu wanatumia hizo diseased knowledge kutapeli. Wanatumia hizo diseased knowledge kuumiza watu wengine. Ukija kwenye mahusiano huku kuna watu wanaumwa sana huu ugonjwa wa ufahamu unaoumwa. Wapo wengi sana, maana ahadi za uongo ni nyingi kwenye mahusiano. Kuna watu wako kwenye ndoa wanafichiana asili, huyu anafungua miradi, anafanya mambo ambayo hataki mume wake au mke wake ajue. Ule nao ni ugonjwa. Sasa una practice nini? Kwa sababu you are not real. Hauko lili, hujanyoka. Hiyo ni diseased knowledge, kwa sababu tumesema maana yake ni unafanya kitu ambacho unajua sio sahihi lakini bado unaendelea kukifanya. Sasa maana ya ndoa ni kuwa mwili mmoja, mtashare kila kitu, kila mtu ajue uko wapi, unafanya nini, una nini, nina nini, wote tujue. Sasa wewe unapoenda kununua kiwanja na kujenga nyumba bila mimi kujua, maana yake si umeintend kunidanganya, kunificha. Hiyo ni diseased knowledge. Na ndio maana mwisho wa hizi diseased knowledge, matumizi ya diseased knowledge au ufahamu unaoumwa, mwisho wake huwa ni madhara ambayo kutatokea ugomvi, kutatokea hasara, kutatokea magonjwa, kutatokea mtu anaweza akashuka kiuchumi na nini, kwa sababu mara nyingi sana haiishi katika uhalisia. Na nature inatuhukumu. Unapoenda against na nature inakuhukumu. Kwa hiyo diseased knowledge mwisho wake huwa ni mbaya tu. Kama mtu ambaye anaongopa, anakuongopea, aliyakuwa anajua kabisa huyu namdanganya. Mwisho wa siku ni nini? Ukishajua ukweli
hamtaelewana. Kwa hiyo disease knowledge sio kitu kizuri na kinahitaji tiba. Mtu inahitaji tiba. Wanasaikolojia tupo. Mimi nipo hizo. Kwa hiyo tiba yake inapatikana kwa mwanasaikolojia tu. Ukishajua kwamba si swala linalohusisha fikra, ufahamu. Mawazo, akili. Wakati mwingine inakuwa imani au unakuwa ni uelewa. Kwa hiyo kisaikolojia kuna watu wanajijua wana tabia ambazo hazifai. Kuna watu wanajijua kabisa na wengine wanatamani waziache leo kesho. Hiyo ni diseased knowledge. Kama kuna kitu ni tabia ya kwako mwenyewe, humfanyii mtu mwingine lakini still inakuumiza. Hiyo ni diseased knowledge. Inatakiwa upate therapy. Upate matibabu. Haya, mtazamaji, inawezekana ukawa ni mmoja wapo ambaye unasumbuliwa sana na ugonjwa wa ufahamu unaoumwa, basi unaweza ukaonana na mwanasaikolojia akaweza kukutibu vema kabisa. Anaitwa Semeni Lukaga the Counselor. Wanakupata vipi kupitia mitandao ya kijamii? Unanipata kwa account ya mental_health_care TZ. Au unaweza ukanipata ukienda Google ukiandika Semeni Lukaga watakuletea akaunti zangu zote. Lakini kwa namba ya simu napatikana kwa 0743437158. Naam. Umeshawahi kupata mgonjwa mwenye changamoto hii ya ufahamu unaoumwa? Nilipata mama mmoja alikuwa ana mgogoro na familia ya mtoto wake. Kwa hiyo yeye alikuwa na ile disease knowledge, yani malezi aliyolelewa ndiyo anayotaka ayalete kwenye familia. Sasa mkwe wake hamuelewi. Kwa hiyo wanakuwa wanagombana. Mwisho wa siku yeye ndo alikuja kutafuta solution, ni muite mwanae aje niongee naye. Lakini alipokuja mwanae kuongea naye, baadaye nikaja kuongea na mama, ikaonekana mama ndo mwenye tatizo. Na akajirekebisha mpaka sasa hivi wanaishi vizuri. Na alikuwa anapewa zawadi na mkwe wake anatupa. Siku hizi nasikia akimletea kuku anakula. Haya mtazamaji, ni mambo ya Tumaini Jipya hiyo, lakini tunapata pia kufahamu mengi yanayohusu saikolojia yetu kwa mbali kidogo, kwa sababu tuko na mwana saikolojia hapa. Lakini kubwa tunazungumza kuhusu maadili. Basi ukienda kinyume na hayo unakuwa umeingia katika mmomonyoko wa maadili. Mimi nikushukuru sana kwa kuweza kutupa muda wako mtazamaji, na leo tulikuwa tunatazama ufahamu unaoumwa, namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Inawezekana ni mmoja wapo una hiyo changamoto, basi usisite kuwasiliana na mtaalamu hapa Semeni Lukaga akakupa tiba na ukawa sawa kabisa. Hakuna kinachoshindikana. Yote ni katika kuhakikisha jamii yetu inakuwa bora kupitia maadili mema ambayo tunahitaji hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Mimi ni Mary Binto Yuda, nyuma kamera amesimama Meki Makali, Simon Peter akichanganya picha. Mimi ni Mary Binto Yuda, narudia tena asante. Tukutane tena wiki nyingine. Siku njema.